Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu watazamaji wetu, poleni kwa ukimya muda mrefu unaotokana na changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wetu, lakini mapenzi na fikra yetu na jitihada zetu ni kuwapa kila baada ya siku kupata fursa ya kujifunza mambo mengi yanayohusu maisha, yanayohusu dini, yanayohusu mapambano ya utafutaji, yanayohusu malezi, yanayohusu mafanikio, ili mradi kila jambo ambalo litakuwa na faida na mwanadamu, hapa tunakusudia aweze kulipata kila mwanadamu anayeshiriki nasi. Na leo ni siku nyingine tena tuko hapa na Alhaji Dr. Sule, mwalimu wa walimu, lakini pia ni mtu ambaye watu wanavuna mengi kwake ya faida kwa maana ya watu wanaelimika, watu wanapata njia za mafanikio. Kuna watu hawajai kumuona, lakini zipo falsafa anazozungumza, wao wanafaidika na wanaweza kupata faida katika maisha yao katika mambo ya aina mbalimbali. Wakati huu tunazungumza, tuko katika mji wa Lebata katika mkoa huu au katika mji wa Lubumbashi katika nchi ya DRC. Tuko hapa kwa muda mrefu, mji ambao umebarikiwa jitihada za aina mbalimbali za utafutaji. Watu wa Lubumbashi mashallah ni watu wanaotafuta pesa muda wote, wanapambana katika kutafuta, dhiki yao, shida yao ni mafanikio. Mwenyezi Mungu amewajalia, lakini wapo hapa wanafika kwa Dr. Sule, wanazungumza, wanapata fursa ya kushauriwa. Kuna wakati watu hawahitaji tiba, wanahitaji ushauri tu, nini wafanye, kazi gani na wafaa. Na wewe ambaye uko mbali una nafasi hiyo ya kufanya namna hiyo. Wakati tupo hapa, huduma zinaendelea katika mji wa Dar es Salaam, lakini na hapa pia huduma zinaendelea, watu wanaendelea kufaidika. Kwa wale ambao wako Dar es Salaam na maeneo ya jirani, fika kituoni pale Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, utaweza kupata huduma za aina yoyote zinazohusu Dr. Sule katika yale ambayo anayazungumzia mara kwa mara katika jitihada zake za kuelimisha jamii. Pale Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, fika utapata huduma za aina mbalimbali. Unataka udi wa hasadi gani? Kuna dawa nyingi zimetolewa, silver oil pale utaipata Ilala Bungoni. Kwa wale ambao wanajiuliza Ilala Bungoni wanafikaje, namba ya kupiga ni 0710 400 hiyo ndio namba ya kutumia kwa ajili ya kufika pale kituoni kwa Alhaji Dr. Sule Islam pale Ilala Bungoni. Lakini kwa waliopo katika mji wa Lubumbashi na viunga vyake, Kolwezi, Kasumbalesi na mengineyo, Likasi, mote humo, unataka kufika kwa Dr. Sule, anapatikana hapa Lebata jirani na Ikoma Lodge. Lakini ukitaka kufika, namba ya kupiga ni 0984645690, 0984645690. Hiyo ndio namba ambayo ukipiga moja kwa moja unapata mwongozo wa kufika katika hapa Lebata ambapo Dr. Sule yupo na anaendelea kufanya huduma za aina mbalimbali. Lakini wapo ambao wanatamani kuongea na Dr. Sule moja kwa moja, hasa ukizingatia Dr. Sule wako wengi sasa hivi kwenye mtandao. Kuna watu wanajiita Dr. Sule wako kibao. Na rudia hii kibao ili wewe ambaye unahangaika na Dr. Sule usije ukaibiwa ukalalamika. Dr. Sule wako wengi katika mitandao, usithubutu. Chukua namba hii na hakikisha kama una mashaka na sauti yake, mwambie nataka nikupigie video, utaweza kuhakikisha juu ya kumpata Dr. Sule. Namba yake binafsi ambayo unaweza kupiga ni 0748 hiyo ndio namba ya Alhaji Dr. Sule. Alhaji Dr. Sule, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya Lubumbashi, unaionaje Lubumbashi? Lubumbashi wallahi, zetu wa Kongo. Na Lubumbashi ni kheri, Lubumbashi ni furaha. Lubumbashi ni kila kitu. Mwenyezi Mungu anajalia Lubumbashi ina neema nyingi, alhamdulillah. Shukran Dokta. Leo tunaendelea tena na mwendelezo wa ndoto mchanganyiko. Tuko katika ndoto mchanganyiko. Tulizungumza
katika masiku yaliyopita juu ya ndoto mchanganyiko, na tumepata faida ya kutosha sana. Lakini leo kuna kitu mimi kinanitatiza, na sio kinanitatiza, nimeona watu fulani hivi wanaulizana na wengine wanaona kama ni jambo ambalo pengine halina nafasi katika maisha, kinyume na ndoto. Tutaingia katika ndoto na jambo tuliko nje ya ndoto ambao nataka watu wapate elimu. Naam. Kuna pete. Shanaelewa? Pete. Mimi najua pete tunavaa urembo, lakini pia wakati mwingine pete inaweza kuwa ni sehemu ya ishara ya mambo kadhaa wa kadhaa. Tumeona katika sehemu pete inaweza kuwa sehemu ya ishara ya ufalme wa mtu, kwamba huyu ni nani. Yani pete inaweza kuwakilisha namna hiyo. Sasa swali langu la kwanza, pete hasa inatakiwa ivaliwe kwenye kidole gani? Labda kwanza nitoe kidogo salamu kwa wasikilizaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah na kuzitaka ziada za kheri zimiminike kwa wingi kwa kiongozi wetu, kipenzi chetu, mtume wetu Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhi. Wapenzi watazamaji, karibuni tena katika kipindi hiki adhimu na muhimu kabisa cha tafsiri za ndoto, na hapa tutajaribu kugusa ndoto za aina mbalimbali, ndoto nyingi. Yani katika vipindi ambavyo tunaweza tukachukua hata miaka miwili kuzungumza ndoto. Kila wiki tukazungumza kipindi 3 mpaka 5, basi ni ndoto. Ndoto ni elimu pana. Ni elimu pana kwa sababu inamgusa maisha ya mwanadamu, kiumbe ambaye anaweza kuishi mpaka miaka 100. Kwa hiyo ni ndoto yani ni elimu yenye uzito mkubwa sana unapotaka kuizungumza elimu hii ya ndoto kimsingi. Labda kabla hatujaingia huko ni jibu swali lako kwamba ni kidole gani hasa mtu anapaswa kuvaa pete. Kabla ya kujibu hili, kwanza tujue pete ziko za aina ngapi. Sawa. Manake tukijibu direct tunaweza tukawapa shida baadhi ya watu. Pete zimegawika katika makundi makubwa kama 3 hivi. Yani pete zimegawika makundi 3 ama 4. Nitajaribu kuyachambua ili watu wapate kufahamu. Aina ya kwanza ya pete ni pete ya urembo. Yani mtu anavaa pete kwa maana tu anatamani kavaa urembo ili apendeze. Na hii inategemea nani mvaaji. Kwa sababu kwenye uvaaji wa pete kuna wanawake na wanamume. Yani pete zina sheria ya jinsia pia, hasa za urembo. Za urembo kwenye jinsia, mwanamke anaruhusiwa kuvaa hata vidole vyote. Ila mwanamume viko vidole vilivyoteuliwa kuvaa pete. Viko vidole vilivyoteuliwa kuvaa pete. Hilo la kwanza. Tunaizungumzia pete za urembo. Kundi la pili ni pete ya bahati, yani pete inayogusa nyota yako. Pete inayotengeneza gravitation, mvutano baina ya viumbe wanaoishi katika sayari inayotumikia herufi ya jina lako na wewe pale ulipo, ili kuleta mvutano maalumu unaotengeneza mawasiliano ya kukusaidia wewe katika harakati zako za uchumi, ile pete iweze kufanya kazi. Kwa sababu watu wanachotakiwa kujua, kinachofanya kazi si ile pete. Pete ni kiti ambacho kinawaunganisha viumbe kutoka kwenye sayari na kukutumikia wewe. Kama vile ambavyo ukiwa mfanyakazi wa TANESCO, kitambulisho ndio kitakuthibitisha wewe ni mfanyakazi, na namba ya kazi ndio itakuthibitisha kwamba wewe ni mtumishi wa shirika la umeme, na ndio itakayokupa nafasi ya kulipwa mshahara. Manake kuvaa tu pete hakukufanyi uwe na mawasiliano, bali ile pete iwe na mawasiliano halisi
na lile eneo ambalo linakwenda kutengeneza au linalotoa viumbe au linaosimamia viumbe ambao wanakugusa wewe mja moja kwa moja. Mfano wewe Bwana Muhammad, nyota yako ni nyota ya punda, siku yako ya bahati ni Jumanne, namba yako ya bahati ni 9, rangi yako ya bahati ni nyekundu, sayari inayomiliki uongozi wako labda Marikhi. Sasa kwenye hii Marikhi, kwenye hii sayari hii kuna viumbe pale, makundi mawili. Kuna majini na malaikatur rahmani wanaishi pale. Mwenyezi Mungu amewakadiria waishi pale kwa namna anavyotaka yeye. Sasa wale malaikatur rahmani ambao wanaishi pale, wale ni viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka kwa makusudio, kwa sababu lengo la kuwepo sayari zote duniani, hizi sayari zinazoizunguka dunia, zimeandaliwa kumsaidia na kumfanya mwanadamu aweze kuiishi dunia kwa namna atakavyoweza kustarehe. Hii imetengenezwa kama vyanzo au tunaweza kusema vimbatio, vimetengenezwa kama vile vitu vinavyomsaidia mwanadamu aweze kuiishi dunia katika hali ya faraja na furaha, na aweze kuishi mwanadamu katika dunia katika hali ya kujikomboa kutoka hatua moja hatua nyingine, au kujitatulishia tatizo ambalo pengine linamsumbua. Sasa wale viumbe pale wanatumikia ile sayari. Unaweza kuwa Muhammad na sayari yake ni Marikhi, lakini isikutumikie, na wale viumbe wasishughulike na wewe. Hawashughuliki na wewe kwa nini? Kwa sababu utambulisho wako, identify yako, utambulisho wako kwa kiwango cha juu hauko pale. Unabaki tu na zile riziki za kawaida, na niliwahi kusema huko nyuma kuna tofauti ya riziki na kipato. Riziki ni kipato na kipato ni kipato, lakini sio kila riziki ni kipato. Kila kipato ni riziki, lakini sio kila riziki ni kipato. Riziki ni kipato ambacho Mungu amekukadiria kula, kunywa na kulala. Kipato ni ile ziada unayoweza kununua gari, kujenga nyumba, kusafiri kwa ufahari. Kuna watu hawajawahi kupanda ndege, sio kwamba yani hawana hiyo riziki ya kupandia ndege. Yani anaitoa wapi riziki ya kupandia ndege? Ilo basi anaungaunga mwaka mzima. Sana tuniliza nauli mwakani, nataka kwenda kuona baba mkubwa kijijini. Sasa huyo ana riziki, huyo hana kipato. Mwenye kipato ana uwezo wa kusema saizi nataka kwenda Mwanza, anapiga simu, milioni inawekwa kwenye account, na ikiwekwa kwenye account akaenda Mwanza, sio sasa mwezi huo na wiki hiyo watoto hawali. Yani maisha yanaendelea. Kuna watu kama hakuna kilichotoka katika mfuko wake, huyu sasa ndo ana kipato. Na haya ndio maisha mwanadamu hasa anatakiwa aishi. Kila mmoja wetu anatakiwa apambane ayaishi maisha haya. Haya maisha ya umaskini kiasi ambacho umeamka asubuhi, ikitokea dharura umepata deni la shilingi 50,000 umemlipa mtu ya wiki, mnakula ugali na dagaa na sukuma wiki mpaka wiki ishe. Hayo si maisha ambayo Mungu anayakusudia haswa tuweze kuishi, kwa sababu sisi ni wafalme, sisi ni watawala. Dunia nataka tuishi maisha ya fahari na furaha. Sasa basi, pete hii inavaliwa kwa utaratibu wake. Pete hii ya bahati au mvuto wa mawasiliano baina yake, hii nayo kuna eneo la kuvaa, vidole vya kuvaa. Mara nyingi vinakuwa vidole hivi viwili, kinaweza kuwa hiki cha kushoto au hiki cha kulia. Vidole hivi mara nyingi ndio vinavaa hizo pete. Alafu kuna pete ya ndoa, yani engagement, ima ya uchumba au ya ndoa. Hiyo nayo ni pete na ipo katika maisha ya wanadamu. Hii ni identify, utambulisho, kwamba mtu anataka kuwajulisha watu wengine kwamba mimi siko single. Yes, mimi na mwenzangu. Kwa hiyo mnaponiona mniheshimu kwa nafasi yangu. Usinichukulie kama malaya tu niko mtaani, sister mambo. Mimi mke wa mtu. Usinichukulie tu kama niko mtaani, brother vipi? Mimi mume wa mtu. Identify, utambulisho. Hiyo ni pete nyingine, na hiyo nayo mara nyingi inavaliwa vidole hivi, mara nyingi inavaliwa vidole, na hasa kidole hiki cha kushoto mara nyingi. Halafu kuna pete ya majini. Si umenielewa sasa? Majini nao wana pete zao. Kuna viumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatunukia au amewapa viumbe wanakuwa nao karibu. Wale viumbe wana vitu vyao, wana maisha yao, wana kanuni zao. Na
majini wengi wanaishi kulingana na tawala zao katika koo zao, kwa sababu majini walipoumbwa, walipoletwa duniani, waliishi kwenye tawala katika koo, waliishi kwa misingi ya koo na tawala. Leo tuko hapa Lubumbashi. Ukija Lubumbashi kuna kitu utajifunza. Utambua hawa ni watu wa Katanga. Unajua hii kuwa Lubumbashi ina Kolwezi, ina Lubumbashi yenyewe, ina Likasi, haya ni majina yaliyoletwa baada ya Mbelgiji. Lakini wenyewe uko nyuma walikuwa wanajulikana hawa ni Wakatanga. Yani ile Katanga ndio asili yao. Kwa liko kabila lilikuwa linaishi huku na utawala wao ulikuwa eneo hili. Na ukienda kule North Kivu kuna watu wanaishi kule. Ukienda kule maeneo ya Kisangani na maeneo mengine kuna watu wanaishi kule. Wanaishi kwa tawala. Sasa majini walikuwa wakiishi hivyo kwa tawala au koo zile walizokuwa wakiishi. Sasa kila koo walikuwa wana identify, wanaitambulisha kwa rangi. Kwa ile tamaduni yao ya kumiliki rangi zao, majini wameendelea kuishi nayo mpaka leo. Kuna majini wanaishi kwa koo na rangi za rangi nyekundu. Kuna koo zinaishi na identify ama wa identity ya rangi ya kijani. Wengine wana identity ya rangi nyekundu, wengine wana identity ya rangi nyeusi, wengine wana identity ya rangi nyeupe. Hizo ni bendera zao zilizokuwa zinakaa katika yale makoo yao, katika makazi yao. Sasa leo ikitokea umekuwa karibu na jini wa namna hii, anataka kuwa na wewe karibu au ameshakuwa na wewe karibu, na si lazima apande. Hii watu wafahamu, sio kila jini anayetaka uvae pete lazima awe anapanda. Si kweli. Kuna majini anaweza kuwa anataka uvae pete fulani wala upande, anakuonesha tu kwenye njozi kwamba wewe unatakiwa uvae pete ya rangi fulani. Hiyo ndiyo combination baina yangu na yako. Ile pete inakuwa na kito, kile kito kinakuwa na rangi. Kama ambavyo unaweza kuona rangi ya nguo kwa mtaalamu au mganga, rangi nyeusi, nyekundu, ile ni identity. Ni utambulisho tu kwamba hapa kuna viumbe hivi vya majini viko karibu nami katika kufanya jambo hili. Haina maana yote ile rangi, ni kutambua. Kama ambavyo rais wa Kongo akitembelea Tanzania lazima tuweke bendera ya Kongo, tunatambua tu ule uwepo wake. Haina maana sasa kwamba Rais Samia akiruhusu bendera ya Kongo itawale pale Tanzania, Tshisekedi naye ni rais kampa nafasi. Au anasema hana urais, anamtegemea urais wa Tshisekedi. Hapana. Au akija hapa hivyo, hapana. Pale ni kuidentify, kutambulisha kwa kufanya nini? Tunasema kwa kutambua kwamba kuna utawala, kuna kiongozi yuko hapa, na hii ndiyo bendera inayopepea kwenye utawala wake. Nadhani nitakuwa nimeeleweka sawa sawa. Kwa minajili hiyo na misingi hiyo, namna nyingine ya pete ni hii ya tatu, ambayo ni pete inayotokana na majini. Hasa hii nayo ina categories nyingi. Kuna nyingine inaweza isiwe na rangi, ikawa na simbo. Umenielewa Rangi nyingine inakuwa haina rangi, inakuwa na simbo. Simbo ni muhuri, alama. Muhuri ama alama, inategemea. Sasa inategemea huyo anayekuvisha pete au aina ya huyo viumbe unaotaka kutumikiwa pete ni wa aina gani. Mwingine pete yake ina jicho tu kama dola moja ya Marekani. Unaweza kujiuliza maswali sana, kwa nini dola ya Marekani ina jicho tu pale? Na lile halijulikani jicho la mtu au la igo, halijulikani. Lakini sisi wazambuzi wa mambo tunajua. Alafu kwenye lile jicho limewekwa kwenye piramidi. Juu kuna wachache, chini kuna wengi. Kuna swali kubwa kwenye dola moja ya Marekani. Piramidi imekaa hivi. Alafu jicho liko katikati. Kipande cha juu kina mawe machache, kipande cha chini kina mawe mengi, katikati kuna jiwe. Ili jicho linamtazama nani? Hawajua wa chini. Jicho la nani? La wa chini wanatazama wajua na watazama wa chini. Tutajifunza mengi siku za usoni. Lakini watu wanachotakiwa kujua, pete zimegawika katika categories ngapi? 3. Inaweza kuwa nyota, inaweza kuwa ya urembo, inaweza kuwa ya ndoa, inaweza kuwa ya majini. Aina 4 za pete ndizo watu wanavaa. Sasa huwezi kusema moja kwa moja pete ivaliwe kidole kadhaa. Inategemea aina ya pete na sababu ya uvaaji wa pete, ndio itapia kidole unachotakiwa kuvaa. Shukrani ndugu yangu. Nadhani hapo wewe na mimi kuna
kuna kitu tumepata leo. Muda utoshi kwa sababu tunataka kuingia katika ndoto. Nadhani daktari, tutenge muda kwa ajili ya darasa la pete. La pete ni muhimu sana kwa sababu na hakika kila mmoja anatamani kuvaa pete, urembo, wengine bahati na wengineo kadha wa kadha. Kwa hiyo inshallah tupate muda tuweze kujifunza zaidi kuhusu pete. Sasa hivi tunataka kuingia katika ndoto mchanganyiko, ndoto za aina mbalimbali ambazo leo Dr. Sule atazungumza, lakini baada ya muda utapata nafasi ya kuuliza na wewe ndoto yako uliyokuwa nayo ambayo unaona unahitaji tafsiri kwa Dr. Sule ili akutafsirie. Tutakupa nafasi hiyo ya kutuma message yako hapa au kupiga simu moja kwa moja. Tutaangalia muda kama ilivyokuwa ada, na namba yetu ya kupiga ni ile ile 0784 800 0710 unapiga WhatsApp, lakini usije ukapiga kawaida kwa sababu hii namba iko huko Lubumbashi, na wasipige sasa hivi. Usipige sasa hivi mpaka 0710 utapiga simu yako, utaongea moja kwa moja, tutasikiliza na tutaweza kujua nini ambacho tunani. Sasa hivi tumpe nafasi Dr. Sule atuambie ndoto mchanganyiko alizotuandalia leo, ili wewe uliyekuwa hapo vizuri zaidi ukawa na kalamu na peni, ukawa unanukuu baadhi ya mambo yanaweza kukusaidia katika ufahamu wako baadaye, usio unauliza maswali mengi. Dr. Sule, karibu sana kwa ajili ya yale ambayo umetuandalia siku ya leo. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Mpenzi mtazamaji, kama ilivyo ada na desturi, leo tunakwenda kuzungumzia tafsiri za ndoto mchanganyiko. Na niseme wewe mtazamaji wangu, leo tuna maudhui ya moto sana. Leo tunakwenda kuzungumza ndoto za moto sana, ndoto zenye kugusa maisha yako, ndoto zenye kukuashiria ima ugumu wa maisha au wepesi wa maisha unaotarajiwa kwenda kuupata. Na nitaanza kwanza na ndoto mbaya, mchanganyiko lakini mbaya. Alafu nitaona kama muda unatosha nitazieleza nzuri, kwa sababu katika hizi mbaya kuna mtu mwingine anaota ndoto mpaka akiamka asubuhi anafurahia. Hapo unaposema mbaya kwa mtazamo, mbaya kwa matokeo. Mbaya kwa matokeo. Sawa. Haijalishi hiyo ndoto yenyewe itakuwa na muonekano inaweza kuwa tamu imekuvutia, lakini matokeo mabaya kudondoka. Yes. Ndoto mbaya kwa matokeo. Sio ile uhalisia wa ndoto yenyewe. Ndoto yenyewe inaweza ikawa tamu ikakufurahisha, pengine umekula pilau, lakini kumbe matokeo yake sio mazuri. Na si hivyo tu, yani tuambie tu watazamaji wetu kwamba ukiota ndoto hizi jiandikie umekwisha. Ndio Kiswahili kizuri. Yani ukiota ndoto hizi, una kanuni ya kuota ndoto hizi, jiandikie umekwisha. Na wallahi Wakongomani 85 mpaka 90 ya watu waliokuja kwenye huduma yetu hizi ndoto anaota. Yani 80 mpaka 85. Yani kama wamenusurika 10%. Na hapo utagundua kwamba hii nchi ni nchi mtihani. Haya maeneo ni maeneo mtihani. Watu wanaingia katika matatizo makubwa. Ndoto ya kwanza tutakayoizungumza leo ni ndoto ya kuwa unahesabu pesa. Hebu jiulize, yani umeshika pesa unahesabu, yani umeota ndoto burungutu au kuna kapu la hela, umeshika pesa ukazihesabu. Watu wengi wanaipenda hii ndoto. Niliwahi kuambia wakati mwingine kuna ndoto inakuwa nzuri kwenye muonekano, lakini tafsiri yake ni mbaya. Ukiota ndoto unahesabu pesa, tafsiri yako, nyota yako ya mafanikio imechukuliwa kwa njia ya kishirikina na wachawi. Yani uchumi wako umedelegate, unakwenda kwa mtu fulani. Yani kuna mtu anaitumia nyota yako. Yani wewe una mali, lakini wewe sasa maskini. Anafaidika mtu mwingine kwa ulicho nacho. Kwa ukiota ndoto unahesabu fedha, wewe una mtihani mkubwa sana. Unapaswa kuwa makini na hiyo ndoto, kwa sababu unakwenda kufilisika na maisha yako yanamnufaisha mtu mwingine. Kama wewe ni mfanyakazi kwenye duka la mtu, alafu unahesabu fedha, maana yake nyota yako inatumika na huyo mwenye duka.
huyo mwenye hiyo biashara anaitumia nyota yako, au kuna ndugu yako anaitumia nyota yako, au kuna jirani yako anaitumia nyota yako katika kufanikisha mafanikio yako. Na nimesema ninapozungumza nyota ni ile external power ambayo Mungu anakupa inayokusaidia kufungua milango yako ya riziki au kipato. Hapo ndo namaanisha nini? Nyota. Kwa hiyo unaposimama ukaota ndoto unahesabu pesa, wewe umeingia katika mtihani mkubwa. Ukiota watu waliokufa, kwenye ile fumu yetu kuna ndoto pale, kuota watu waliokufa. Yani wewe mara nyingi unaota wafu. Leo umemwota babu, kesho umemwota baba, shangazi, umeota watu makaburini. Yes, yani hizi ndoto mara nyingi, ndoto za watu waliokufa, tayari wewe unaandamwa na roho za mauti, zinakufuata kuuawa kivyo vyote. Yani unapoota ndoto za maiti, watu waliokufa, mara nyingi ndoto hizi zitakuwa zinaashiria una roho ya mauti iko nyuma yako. Yani kuna watu wameshakutengenezea mazingira, ima wamekutupia msukule wa kijini, yani mzimu wa kichawi, au na jini wa kichawi. Ushatupiwa ule mzimu wa kichawi, ili ukuweke sawa, unakutengenezea sura za ndugu zako na watu unawafahamu. Mara kwa mara unakaa nao, unazungumza nao, unaona ni kitu cha kawaida, kwa sababu ndoto pekee yenye faida ni ya marehemu anakupa kitu. Marehemu anakupa kitu. Hiyo ndo ndoto pekee kwenye maiti na faida kwa marehemu aliyekufa. Lakini ndoto nyingine nyingi zinaashiria madhara kwako. Kwa maana hiyo, kuota ndoto wewe unakutana na marehemu, hii inaashiria kwamba kuna roho za mauti zinakufuatilia, na kuna mizimu mibaya au majini wa kichawi wanakuandama kwa lengo la kukumaliza kwa gharama yoyote ile. Ikiwa umeota ndoto umeyarudia maisha ya utotoni, au unasoma shule wakati ushamaliza shule, hii ina maana gani? Hii maana yake kwamba unafuatiliwa na mizimu mibaya na majini wachafu wanaolenga kukuweka katika roho ya umaskini, kukushusha katika mafanikio. Ukiota ndoto umerudi utotoni, au kaota ndoto uko shuleni. Kuna mtu anaota ndoto karudi utotoni, anacheza na watoto wenzake. Yaani lishakuwa baba zima, lakini yuko mtoto anacheza na watoto wenzake. Yaani staki, wanagombana. Basi jua hapo kuna shida kubwa, na kuna viumbe mizimu na roho za mizimu mibaya, au roho zinazotokana na majini wachafu umetupiwa, na zile roho zinakushusha, zinakuharibia. Na hapa inaweza kuwa zinakuharibia afya, zinaweza kuwa zinakuharibia uchumi, zinaweza kuwa zinakuharibia mahusiano yako ya jamii, ili mradi kwamba wewe una kitu kibaya katika maisha yako. Ukaota ndoto unafukuzwa na maadui. Kuna watu wale anafika mahala anaota watu wanamkimbiza, afu ikafika mahala anaruka anaondoka. Hizo ndoto. Watu wengine sema hii ndoto nzuri. Ngoja nikwambie kitu. Ukiota ndoto ya kuwa unafukuzwa na maadui, tafsiri yake wachawi wanakutumia kwenye mambo yao pasipo wewe kujua. Manake wachawi wanakukamata wewe, wanakuchukua katika nafasi yako, wanakutumikisha katika kazi za kichawi. Na mara nyingi watu wa hivi anaweza kukaa kwenye jamii au familia wakasema fulani mchawi, tulimuona usiku anawanga. Yani unakwenda kwenye ndoto za watu, kwenye vichwa vya watu, kwenye ndoto unawatokea unawanga. Lakini kimsingi mara nyingi unapoota ndoto unafukuzwa na maadui, ndoto hii inaashiria kwamba wachawi wanakutumia kwenye mambo yao, na wakati mwingine bila we kujua. Manake hii si katika ndoto nzuri. Ukaota ndoto unakula usingizini. Hapo sasa unakula gawe. Biriani, pilau, nyama, kuku. Tena wakati mwingine uko kwenye shughuli, we ndo mpakuaji sasa. Yani we ndo unaamua, unaanza kuonja mapema.
Yani mara umeonja mchuzi, mara umekula pande la nyama, mara umeonja wali, umeonja ugali, umeonja mihogo na kadhalika. Ukiota ndoto hii ya kuwa unakula usingizini, maana yake kwamba umepandikizwa roho za kichawi au mizimu ya kichawi inakutumia katika kazi za kichawi. Umetumbukizwa majini wa kichawi au mizimu ya kichawi inakutumia katika kazi za kichawi. Maanake wewe ni mchawi nature, totally wewe ni mchawi. Lakini yawezekana umeingia kwenye uchawi bila wewe kujua. Yawezekana kuna watu wamekutaka wakuingize kwenye uchawi na wamefanikiwa wakakuingiza katika kazi za kichawi. Ukiota ndoto unafanya mapenzi. Ndio. Ukaota ndoto unafanya mapenzi, tafsiri yake wewe tayari umeingia katika mahusiano na unamilikiwa na jini ashki. Kuna jini ameshakuingiza kwenye mahusiano na yeye na ameshakubaliana na wewe umeingia naye na mmeshaingia kuwa wapenzi, tayari unamilikiwa na huyu shetani wa kijini. Wengine wanasema una jini mahaba. Ukaota ndoto umekutana na nyoka mweusi, imana kukimbiza au amekugonga au amekaa karibu na wewe, lakini nyoka mwenyewe mweusi. Tafsiri ya hii ni kwamba kuna jini wa kutumwa wa kichawi au anayetumiwa na wachawi ambaye amekuingia ndani ya mwili wako au anaishi na wewe karibu, anamonita kila unachokifanya. Na mara nyingi watu wanaoota ndoto hizi huwa hawafanikiwi. Hizi ndoto zote nilizozitaja juu, kila anayeota ndoto hizi mara nyingi, kama ana uchumi mzuri ataporomoka kwa spidi ya hatari, kama ana uchumi mbaya atakosa pakupata. Hapa ndipo inapoingia yale maneno ya Bwana Yesu aliposema, aliyenacho ataongezewa na asiyenacho atanyang'anywa. Unaweza kujiuliza swali, aliyenacho anaongezewa si pesa, uchumi, mafanikio? Asiyenacho ananyang'anywa nini? Na ananyang'anywa akili ya kutafuta, na watu watakaoweza kumpa akili ya kutafuta. Yani wewe unafika mahali hata marafiki wa akili ya kutafuta unawakosa. Yani wewe unakosa wewe mwenyewe akili, na watu wanaoweza kukupa akili ya kutafuta pia wanalimwa. Na mara nyingi watu wengi wanaoingia katika hili wanakuwa katika mazingira haya. Ukaota ndoto nyoka anapaa angani. Nyoka anapaa? Kuna watu wanakaga anaona nyoka huyo anapaa angani anaondoka. Watu wengine wanasema una jini wewe. Ni jini kweli. Ukiota ndoto hii una jini anaitwa Tayara. Ambaye huyu jini kazi yake ni kumuingia mtu mwilini na kumpa matumaini ya mafanikio na hatofanikiwa kamwe. Tayara ni moja kati ya majini ambao akikuingia mwilini anakupa maisha ya matumaini. Kwamba kila siku una mipango na ile mipango. Yes, na unaona kabisa mara leo umekutanishwa na Jamali mfanyabiashara mkubwa, unahisi hapa nitatoboa. Kesho umekutana fulani, unahisi hapa nitatoboa. Mara unakutana na mkuu wa mkoa, lakini wewe maisha yako yatakuwa yanaishia kwenye ahadi zisizotekelezeka. Anakupa matumaini ya mafanikio. Umechukua pesa umeingiza kwenye biashara, unaona mambo yatakuwa, lakini imeondoka, hakuna unachofanikia. Tayara ni moja kati ya majini ambao akikuingia katika mwili wako anakwenda kuharibu maisha yako, lakini anakufanya uishi kwa matumaini kwamba mimi mpango huu lazima nitoboe ikifika hola, mpango huu lazima nitoboe ikifika hola, ahadi hii lazima itatekeleza ikifika hola. Hiyo ni dalili kwamba wewe una shida sana. Ukiota ndoto unafukuzwa na nyoka. Kiota ndoto unafukuzwa na nyoka, hii ina maana unaandamwa na uadui wa kichawi ambao unatumiwa na jini mbaya ili kukuangamiza.
Ukiota ndoto unafukuzwa na nyoka, yani nyoka anakufukuza, iwe sasa hapa mweusi, mwekundu, kijana, lakini lengo ni kukufukuza, basi hii ina maana kwamba unaandamwa na uadui au unaandamwa na maadui wa kichawi, ambaye huyu adui mchawi lengo lake kubwa anamtumia jini mbaya ili kukuangamiza. Maanake wewe maisha yako yanawindwa na wachawi kwa kutumia jini. Ametumwa jini katika maisha yako ili akumalize katika maisha yako. Unaweza kuota ngamia. Kuna watu wanaota ngamia, yani melala anaota ngamia. Hii tafsiri yake una jini mkubwa yuko karibu na wewe na ana nguvu sana. Anaweza asiwe na madhara wakati huo, lakini kuna wakati akileta madhara yake huwezi kuepuka nayo. Ni sawa na mtu aliyekanyagwa na ngamia, hawezi kutoka salama, lazima atavunjika au atapata matatizo makubwa. Ukaota ngamia amekusimamia nyuma. Ukaota ngamia amekusimamia nyuma, maana yake kwamba bado hajaingia mwilini mwako, ingawa anakuwinda. Na hii sio ngamia tu, chochote utakachoota katika wanyama kakusimamia nyuma. Labda umekaa mbwa yuko nyuma yako, labda umekaa paka yuko nyuma yako, basi hapa inaashiria kuna jini anakuwinda, anatamani kukuingia mwilini ili akumalize. Ukaota ngamia amesimama mbele yako. Ukaota ngamia yuko mbele yako, huyu jini tayari ameshakuingia mwilini. Ndio hivyo hivyo nyoka. Ukaota nyoka kakusimamia mbele yako anakutazama. Ukaota ng'ombe kakusimamia anakutisha mbele yako anakutazama. Ukaota chui, paka, mbwa anakutazama, basi tayari ameshakuingia, yuko ndani ya mwili wako, na kitakachofuata hapo wewe ni kumalizika tu. Ukaota ndoto ya farasi au punda. Kaota ndoto ya farasi au punda. Huyu ni jini ambaye hajatumwa na mtu yeyote, ila amekuingia mwilini kwa kupenda yeye mwenyewe na kwa sababu anazozijua yeye. Yawezekana anakutaka uwe mganga. Kaamua tu, kakupenda, kavutiwa na wewe. Yani mimi ninavyompenda huyu dokta huyu, mimi nikae naye tu yawe kipenzi changu. Sasa anapokuja atakujia kwa sura ya farasi. Ndio kusema hata ukiota ndoto umepanda farasi unatembea naye. Ndio ile ndoto tuliona siku ile, kama unakumbuka, mtu kapanda farasi. Ile ndoto inaashiria huyu mtu anaishi na jini. Kuna jini anaishi naye na kuna jini yuko karibu naye anaendesha maisha yake. Yani huyu jini anamtumia, na huyu jini ana lengo la kuwa karibu na huyu mtu. Gani analijua jini mwenyewe, ama mnapopata sasa mtabibu akachunguza kwa kina, ndo atajua huyu jini anataka hiki, anataka hiki. Anaweza kuwa mzuri ama anaweza kuwa mbaya. Ama kwa ndoto hizi hazilengi moja kwa moja kwamba huyu ni jini mbaya au jini mzuri, zinaweza kubadilika kulingana na matendo ya yule jini muhusika. Ukaota ndoto ya mbwa au mbwa mwitu. Leo tumesema tuna ndoto mchanganyiko. Kaota ndoto ya mbwa au mbwa mwitu. Sasa haikuonyesha mbwa mwitu au mbwa amekufanya nini, lakini umeota tu unawaona. Na tunamzungumzia umewaona mbwa mwitu au mbwa wa kawaida katika ndoto yako. Hii inamaanisha ni jini mbaya sana ambaye anaweza kuwa analenga kukuingia au ameshakuingia, na ana madhara makubwa katika mwili wako, hasa kwenye afya yako. Lakini jini huyu anaweza kuwa dhaifu sana kwa mbinu anazozitumia jini huyu ili kukumaliza. Kupata matibabu, ukipata matibabu vizuri na kwa urahisi, huyu jini anaweza kuondoka. Manake ukiota ndoto umeonana na mbwa ama mbwa mwitu, huyu jini anaweza kuwa anataka kukuingia, au ameshakupiga upepo wake, au ameshakutia ile chipu yake, anataka kuishi ndani ya mwili wako. Lakini mara nyingi jini huyu anakuwa dhaifu. Kama unapata tabibu mzuri wa kukufanyia matibabu, mwenye uwezo wa kukimbiza majini kwa njia za dawa na visomo, automatically jini huyu atatoka kirahisi katika mwili wako na kuuacha mwili wako. Ukaota ndoto upo katika maji, kwenye ile fomu yetu mle kuna jini, kuna ndoto pale unaota huko katika maji. Watu wengi wanakuwa hawajui
Kwa nini anaota yuko katika maji? Kwenye maji kuna jini anaitwa Ghawas. Huyu jini ni moja kati ya majini ambaye wengine wanamuita Ghawashi. Huyu jini ni moja kati ya majini ambaye ana tabia ya kuishi sehemu zenye maji au katika bahari au katika chemchem au katika mito, au anaweza kuishi katika madimbwi au anaweza kuishi katika mabwawa. Na mara nyingi anapotaka kukuingia huwa anakuvuta na ndoto ya kuwa katika maji. Ukiwa umeota ndoto uko kwenye eneo la maji, yeye inamrahisishia kukuingia katika mwili, na anapokuingia katika mwili wanagawika majini hawa. Kuna wengine wanakuwa na tabia ya uasherati, anakuwa mke au mume, anakuingia kwako, mnaanza mahusiano na anakuharibia maisha. Kwa sababu Ghawas au Ghawash anapokuingia katika mwili, akikupenda, cha kwanza anakufunga usiwe na majini wengine. Yani yeye anakufunga kimapenzi, kama vile mwanamume anavyoweza kumfunga mkewe ili asiwe na mahusiano. Unajua tuna ile dawa nyeusi ambayo mwanamke au mwanamume akiitumia kupaka, ukikutana na mumeo bila yeye kujua, basi hiyo habari hatoki katu abadan. Yani wewe na yeye na wewe mpaka kufa. Akitongozwa anasema wamenitongoza huko. Ni dawa ambayo tunayo, unaweza ukaitumia. Kwa hiyo majini hawa wana kanuni ya kufunga watu. Anakufunga huyu jini, lakini ili akupate anakuotesha ndoto uko karibu na maji. Inaweza uko kwenye mto, inaweza yani mtoni, inawezekana kwenye chemchemu ya maji, inawezekana kuota baharini, inaweza kuota uko kwenye kidimbwi, inaweza kuota uko kwenye bwawa, lakini alhasili utakutwa uko katika maji. Kiota ndoto hiyo, mara nyingi unakuwa na huyu jini anaitwa Ghawas. Ukaota ndoto ya sokwe, nyani au ngedere. Yani umeota ndoto sokwe, nyani au ngedere. Nini maana yake? Unapoota wanyama hawa, huyu ni jini ambaye amekuingia na kuweka uchawi mwilini mwako. Ni majini wanaopenda sana kufanya mikataba ya makubaliano ya kuwatumikia wachawi katika kazi mbalimbali. Maanake ukikutana na jini huyu, wewe unakuwa kazi yako kuwatumikia wachawi. Yani wewe sasa kubeba mizigo ya wachawi. Unabeba mizigo ya wachawi, unalima mashamba ya wachawi. Ushawahi kusikia mtu anaamka asubuhi miguu na matope? Alikwenda kuvuna alienda kuvuna mahindi, alienda kulima kwenye matope. Wapo watu wanaamka asubuhi ana matope kwenye miguu, ana vumbi kwenye miguu, kumbe alikuwa porini, wamesahau kumnawisha wamemrudisha hivyo hivyo. Kuna kucha haraka mrudisheni kwake, lakini tayari ushaingia katika matatizo. Lakini ni jini muoga sana anapokutana na mtu mwenye taaluma ya tiba. Jini huyu huwa ni mwepesi sana kutoka ikiwa anakutana na mtu mwenye taaluma ya tiba. Lakini kazi yake ya kwanza na kufunga mkataba na wachawi. Yani yeye anakufanya ndio wakili, mwanasheria wa kusainisha mkataba baina yako na wachawi katika kufanya kazi. Kwa hiyo wachawi wanawatumia majini wenye sura hii kuwatafuta watu watakao watumikisha katika kazi za kichawi katika shughuli zao za kila siku. Ukiota ndoto ya simba, tumekweka kule katika karatasi yetu, kuota ndoto ya simba, nyoka, mbwa, paka. Tumeweka ile ndoto. Ukiota ndoto ya simba, hii inamaanisha kwamba wewe una jini muasi au kafir. Yani huyu hajui Mungu kabisa. Huyu jini mwenyewe kwanza hajui Mungu. Yani hili jini linalokuwa hapa ni asi lililopitiliza. Tena anakuwa na sifa ya ukorofi, alafu huyo jini ni jeuri. Na ndio maana mara nyingi watu wenye majini simba, hata tabia zao zinakuwa za ajabu ajabu. Jini huyu mara nyingi anakuwa na madhara makubwa kwa mgonjwa yoyote, na anaweza kuleta madhara hata kwa tabibu
kama uwezo wa tabibu mdogo. Ukijaribu kumtoa jini huyo au kumtibu, na wewe inakula kwako, unakula mweleka wa maana. Unaweza kupigwa nuksi hujawahi kukutana nayo tangu uumbwe, unaweza kupata maradhi mpaka yakakutoa roho, unaweza kupata madhara makubwa katika maisha yako. Kama tabibu ujuzi wake sio kutosha, jini huyu anaweza kusababisha umauti kwa mtaalamu anayekwenda kumtibia. Ukaota jinsia ya kibinadamu. Naota mtu maana ya kike na kiume. Naota mtu kakauchi. Mtu kakauchi mwanamume, mtu kakauchi mwanamke. Au kaota unafanya mapenzi na mtu usiyemjua au mtu unayemjua. Basi tafsiri yake kwamba kwanza ukiota ndoto ya mtu kakauchi, ima unamjua au humjui, lakini kakauchi, tafsiri ya ndoto hii utapata huzuni. Yani wewe utapata tatizo la kukuhuzunisha, utaishi katika mazingira ya huzuni, utapata na tatizo litakalo kuingiza katika huzuni. Na mara nyingi huyu anakuwa ni jini mahaba. Huyu unayemuona yuko binti yangu leo alikuwa ananiambia wakati anaendelea na tiba. Leo alikuwa ananiambia binti yangu mmoja hapo kwamba dokta, nilikuwa nimeota ndoto usiku, nimekwenda, kuna mtu nimekutana naye mwanamume, anao mwanamke, sura ni kijana lakini mwili umechoka, mzee kikongwe. Kini sura yake kijana kabisa, mzuri mrembo, lakini mwili ni kikongwe, mpaka matiti yamekauka. Ananiambia mpaka matiti yake yamekauka. Afile jini yule mtu ananiambia mimi tufanye mapenzi, mimi nataka kufanya mapenzi na wewe. Kama mimi siwezi kufanya mapenzi na mwanamke mwenzangu. Yani yule dada anamwambia yule jini ndotoni, mimi siwezi kufanya mapenzi na jini. Na huyu tunamtibu sasa, ana wiki katika matibabu yetu, ndio amaliza ile dua zako za siku 3 zile ulizokuwa unamfanyia, na dawa zile anazoga siku 3 ndo kamaliza. Sema akamwambia mimi siwezi kufanya mapenzi. Sasa kama huwezi kufanya mapenzi na mimi, basi ngoja tukutafutie mwanamume anayekustahili kuwa na wewe. Mara akajikuta mle ndani ya ndoto amekwenda kwenye Paris. Paris moja kubwa, kwenye jengo zuri sana. Wakakuta round table, yani kuna meza, wanamume wamezunguka pale, wazuri wa aina tofauti tofauti. Alafu yeye akafika na yule mama. Walipofika pale wakaambia, wewe kama unataka kuwa na huyo, angalia katika sisi hapa nani anakufaa. Alafu mmoja katika wale akasema, huyu ndio anakufaa kuwa mmeo, huyu ndio unaweza ukatembea naye, nendeni mkafanye mapenzi. Yani anatakiwa akafanye naye mapenzi. Ni ndoto true, wallahi billahi tallahi, hiki kisa kimetokea leo. Yule binti akamwambia, mimi sijawahi kufanya mapenzi na mwanamume. Na kwa nini nifanye mapenzi na jini? Na kwa nini nizini na jini huyo? Yani wakawa wanagombana, wanakuwa hawaelewani. Mwisho wa siku yule binti akageuka, akawaacha wote, akawa anatembea, anatoka, kisha akashtuka. Akamwambia, mwanangu, hiyo ndoto umefanikiwa. Kwa sababu ananiambia mwanzoni katika maisha yake alikuwa hawezi hata kilala mchana anaingiliwa. Hata kilala mchana anaingiliwa. Maana yake yuko naye na tayari alishaingia. Sasa hivi anashindwa kumkaribia, wanambembeleza kuendelea kubaki nao. Nikamwambia, mwanangu, endelea na matibabu na kesho utaendelea na harakati za tiba. Ndio nikaagiza aje apewe dawa ile nyeusi ili kuendelea kuondoa ugiza, yani kuweka giza baina yake na huyu shetani. Kwa hiyo niseme tu, hawa majini wamekuwa na tabia hizo. Ukiota hizi ndoto mara nyingi zinaashiria kwamba we una jini mahaba. Ima unafanya mapenzi au unamuona mwanamme au mwanamke yuko uchi, unaona jinsia yake, au watu wa jinsia moja wanakutana, labda mwanamme na mwanamume au mwanamke na mwanamke wanasagana. Ukiziona hizi zote zinaashiria kwamba wewe uko kwenye kifungo cha jini mchafu ambaye anakutengenezea ufakiri na anakuondoshea haiba na thamani mbele za watu. Kwa hiyo dalili zake
utakuwa ni mtu wa kuchukiwa, pesa haitakaa mkononi, ukiomba msaada watu hawatakupa, ukifikia mahala unahitaji ukifanya appointment na mtu hatokei. Inafikia mahala kama mwanamke anakuwa na huyu jini, shekhe, inakwenda mbali zaidi. Kama anapata appointment, kwanza anakuwa hatongozwi, lakini ikitokea leo katongozwa kapata bwana, wakapanga appointment ya kwenda kukutana na kwamba atadunguliwa katika hiyo safari, anapata damu isiyotarajiwa. Yani hata kama sio tarehe yake anaingia kwenye hedhi. Kwa nini? Kwa sababu jini anakuwa hataki kumuona huyu mwanamke anakutana na mtu. Lakini pia mwanamke atakuwa na kisirani tu, kila anapotakiwa kuingia kwenye mahusiano, jambo dogo tu anawaka tu, kwa sababu kwa hiyo hii ni jini miongoni mwa majini ambao wana madhara makubwa sana katika maisha ya wanadamu. Ni vizuri kuhakikisha mwanadamu unakuwa makini na mashetani kama hawa, ili wasiendelee kuleta madhara katika maisha yako. Ukiota ndoto mtu aliyekufa anasali, yani mtu kafa lakini anaswali, wewe umemuotea hivyo. Yani ndugu yako ameshafariki, alafu ukaota yuko hai lakini yuko msikitini au yuko mahala anaswali. Yani unamuona yuko hai anaswali, lakini yule mtu mwenyewe kesha kufa. Hapo nimeeleweka nadhani. Yani yule mtu mwenyewe ashakufa, mshamzika. Hiyo wiki moja, miezi miwili, miaka 10, miaka 20, lakini wewe umemuota sasa yule mtu anasali. Yani anafanya ibada, sali. Hii maana yake huyu mtu ametengeneza matendo mengi ya kheri hapa duniani katika enzi za uhai wake, na hayo matendo mema yamemfikia katika kabri yake, yanakuwa kiwanja katika viwanja vya peponi lile kabri lake. Maanake huyu ni mtu mwema. Kumwotea mtu anafanya ibada na tayari ameshakufa, hiyo inamaanisha huyu ni mtu mwema. Ukaota ndoto mtu aliyekufa lakini yuko hai, alafu mmekutana kwambia utakufa. Yani yeye kafa, afu umemwota mmekutana, yeye anakupa taarifa ya kifo chako. Jamaa, unakufa wewe unaondoka. Ndoto gani? Unakufa tena. Kuna tafsiri mbili. Wakati mwingine inaweza kuwa ni kauli ya kweli, utakufa. Hii sasa itategemea na muotaji. Itategemea na muotaji. Hii inategemea na muotaji, yani yule muotaji anamaanisha nini. Na mara nyingine utapata maradhi ambayo utaugua muda mfupi na utaondoka duniani. Sio, nimeleweka sasa? Yani unabashiriwa kupata maradhi na muda mfupi unaondoka. Wewe ndo wale ambao duniani. Aliugua jana, leo tunazika. Yes. Lakini ndoto nyingine ukaota mlango wa nyumbani kwako unaanguka. Mlango? Nyumbani kwako mlango umechomoka unaanguka. Ndoto mbaya sana. Ndoto hii inaashiria kwamba huyu muotaji huyu hataugua kwa muda mrefu, atapata maradhi ya kuugua kwa muda mfupi, alafu atapona. Ukiona mlango umeanguka, maana yake utaugua kwa muda mfupi kwanza, alafu utapona. Yani utapata maradhi kwa muda mfupi sana. Yani tangu ndoto hiyo hautachukua muda, utapata maradhi, na yale maradhi watu hawataamini kama unapona. Maana utaumwa sana, lakini mwisho wa siku hayo maradhi utachomoka, utapona. Ukiona mlango unaanguka. Ukaota ndoto unafunga mlango wa nyumba yako. Yani utandoto umetoka ndani, kitasa chako unafunga mlango unatoka. Tafsiri yake utampa talaka mke wako kama we ni mwanamume, na kama mwanamke utapigwa talaka. Red card inakuja. Manake ndoa itavunjika, ndo tafsiri ya hii ndoto. Ndoa yako itavunjika, ndo tafsiri ya hii ndoto. Ukaota ndoto ya msumari au daraja. Umeona msumari au umeona daraja? Labda unapita umeona msumari, au unakwenda mbele unakutana na daraja.
Mtu aliyeota ndoto hii anaashiriwa kwamba atapata mtu wa kumsaidia kutatua matatizo yake. Ukiona kwenye ndoto yako unaota unakwenda kuvuka daraja, yani kuna daraja huku shimo au maji chini, mto mkubwa unapita, au kaona msumari unauruka msumari, tafsiri yake wewe utakutana na matatizo, lakini hayo matatizo, hizo shida, hayo yanayokusumbua, Mungu atakuletea mtu ambaye atakuwa sababu ya kukuondoa katika hilo tatizo, au atakusaidia kutatua hiyo changamoto ya tatizo linalokusumbua. Nafikiri naeleweka sawa sawa. Ukaota ndoto unapanda ngazi, au umekaa juu ya mbao, au umekaa kwenye kitu cha mfano wa kama mota hivi au mashine, lakini umepanda juu yake. Manake hapa unaashiriwa uko juu, au kwenye kichuguu au juu ya mti, lakini umekaa uko juu. Hii inaashiria kwamba wewe utapata cheo ama hadhi kubwa katika dunia, yani utapata madaraka. Hiyo ndo tafsiri yake. Ukaota ndoto nyumba yako imeteketezwa kwa moto, inaweza kuwa moto, tingatinga, lakini nyumba imeteketezwa, imebomolewa. Tafsiri ya hii ina mambo mawili. Ya kwanza, unaweza kupata madhara au shida kutoka kwa mtu mwenye mamlaka, yani wewe utaingia mgogoro na mtu mwenye mamlaka. Kama ni askari, kama ni hakimu, kama ni mtu yoyote, lakini yeye ana mamlaka, wewe mdogo, atakusonga sana kwenye maisha yako, atakupa dhiki. Au inaweza kuashiria utapata maradhi makubwa ya mlipuko, yani utapatwa na maradhi makubwa ya mlipuko. Hiyo ndiyo maana ya kuota ndoto hii tuliyoieleza hapa. Unaonekana katika mazingira hayo, nyumba yako inateketezwa. Ukaota ndoto mtu aliyekufa anakunasihi, unapata nasaha lakini kwa mtu aliyekufa. Yani umeota ndoto kuna kaka yako, ndugu yako alishafariki, alafu akawa nasikia anakupa mawaidha, anakunasihi katika mambo ya dini. Nimeleka sawa sawa, au anakufundisha. Yani yeye mwalimu, wewe mwanafunzi. Tafsiri yake utapata wema katika dini yako kiasi cha mawaidha uliopewa. Yani utakuwa mwema katika kuelekea dini kiasi cha yale mawaidha ulioyapata. Hiyo ni tafsiri nyingine ya ndoto kwa mtu ambaye ameota hivyo. Ukaota ndoto unamuoa mwanamke aliyekufa. Unaoa lakini unayemuoa tayari. Yani wewe uko ndotoni, alafu unaota kuna mwanamke unamuoa, lakini yule mwanamke hayupo tena duniani, ashafariki dunia, lakini wewe unamuota yule mwanamke. Na unamuota unafunga naye ndoa, lakini yule mwanamke ameshafanya nini? Ameshafariki. Tafsiri yake hapa, utafanya jambo au utapata jambo utakalolifanya au litakalokufanya maisha yako yaliyobaki yote ujute. Yani utapata na tatizo kubwa litakupelekea kujuta katika maisha yako yote. Ukaota ndoto, hii itakuwa ya mwisho, tusimamie hapa. Ukaota ndoto unafufuliwa, yani unaota umekufa afu unaonekana unafufuliwa. Inawezekana unaota ndoto unafufuliwa peke yako, au umeota ndoto mnafufuliwa na kundi kubwa. Tafsiri yako ni kwamba wewe ni dhalimu, unayafanya mambo mabaya yatakayokupelekea kuidhurumu nafsi yako, na yatakupelekea kwenda motoni.
ndoto ya kuota kwamba unafufuka, wewe utakuwa dhalim na unakwenda unafanya maasi ambayo yatakupelekea kwenda motoni. Maanake hutapata muda wa kufanya tauba katika hilo. Ndoto ya mwisho tuimalize kidogo, hii nimeitamani. Kuingia jehanamu, yani umeota ndoto uko motoni. Na watu wanaota brother, hizi ndoto zote watu wanaota hizi. Unaota ndoto umeingia jehanamu, tafsiri yake wewe unafanya madhambi makubwa yatakayokusababisha uingie motoni, na ndiyo yatakayopelekea kwenye mambo yako kuharibika kabisa. Yani kwanza mambo yako yataharibika sana, alafu utajikuta katika maisha yako utakuja kufanya maasi ambayo kwa maasi hayo jehanamu inakuita. Yani hutapata muda wa kuomba msamaha. Maana yake tunakumbushwa kufanya zaidi istighfari. Istighfari, ibada tujumu nazo, kwa sababu Mwenyezi Mungu atatujalia kuwa miongoni mwa waja wake wema. Kimsingi leo tuishie katika ndoto hizi, kwa sababu ndoto ni nyingi. Ndoto ni nyingi sana sana, yani tutakuwa na ndoto nyingi, hasa si za kumaliza leo wala za kumaliza kesho. Tuna ndoto nyingi sana, na inshallah taala tutatafsiri ndoto hizi ili kila mmoja afaidike kutokana na ndoto hizi. Haya, tumefika kwenye ndoto hapo, lakini kabla dokta, nataka niwakumbushe kwamba tutakuwa tukijibu maswali ya ndoto ambayo mnatuma katika live ya TikTok hapa na live ya YouTube. Tuma swali lako kule, tuma swali lako hapa, tutalisoma na litajibiwa. Lakini pia utapata nafasi ya kupiga simu moja kwa moja kwa WhatsApp 0710800400. Hiyo ndio namba ya kupiga na utapata kujibiwa hapa moja kwa moja katika kipindi chetu hiki cha leo. 0710800400. Hiyo ndio namba ya kupiga kwa ajili ya kuuliza swali. Dokta, na maswali mawili kabla. Swali la kwanza, ndoto ya kwanza uliyoeleza, umeeleza ukiota mtu unahesabu pesa. Wewe nyota yako inatumika na mtu mwingine. Ndio. Huyu mtu anajisaidiaje kurejesha hali yake kuwa katika kawaida? Kiufupi, sio yeye tu. Ndoto zote ambazo zinaashiria ubaya, ili kuondoka katika tatizo hilo, unahitaji mtaalamu wa kukuondoa katika hilo janga. Huwezi kujiondoa mwenyewe, kwa sababu tayari umeshaingia katika tatizo. Na mara nyingi mtu ambaye tayari ameshaingia kwenye tatizo, hata anapolazimika kujifanyia dua mwenyewe, ile dua inakuwa ngumu au ina uzito au inachelewa kujibiwa, kwa sababu ni sawa na mtu aliyenasa kwenye tope alafu anataka kujinasua mwenyewe. Mara nyingi huwa sio jambo jepesi. Kujinasua huwa inakuwa haiwezekani. Ni agharabu 10 kwa mmoja tunaita. Maana yake ni impossible angle, kitu kisichowezekana. Kwa kitu cha kwanza ni kumtafuta mtu kweli mwenye taaluma ya kuondosha matatizo, ili akusaidie kukuondoa katika hilo janga. Na katika ulimwengu wetu wa leo wa matibabu, watu wengi katika ulimwengu wa leo wa matibabu, watu wengi wamekuwa matibabu kwao ni biashara. Kila mtu anachukua maiki, anachukua kamera, anasimama mbele ya kamera, anawashawishi na kueleza watu kwamba yeye ni mtaalamu, lakini mwisho wa siku anawaibia watu, anawadanganya watu, wanamtumia fedha, hatoi matibabu. Matatizo kama haya brother, hayatibiwi kwa mtu kwenda kutumiwa pesa. Mara nyingi matatizo unataka ukutane physically na yule anayetoa huduma, ili atatue changamoto hatua kwa hatua, na pia aendelee kufanya uchunguzi kujua hatua aliyokufikisha imemaliza tatizo au unahitaji kutibiwa zaidi. Kwa sababu kwanza, Mungu hajaumba dawa inayotibu magonjwa yote, wala Mungu hajaumba dawa inayotibu watu wote. Hivyo viwili Mungu hajaumba. Hajaumba dawa inayotibu magonjwa yote, wala Mungu hajaumba
hajaumba dawa inayotibu watu wote. Dawa hii inaweza kumtibu huyu kwa tatizo hilo hilo, lakini mtu huyu isimtibu. Ndio maana kuna watu leo mseto hawaponi. Kuna watu leo chlorphenico hawaponi. Kuna watu leo chloroquine hawaponi. Kwa nini? Mungu hajaumba dawa ya kutibu watu wote wala magonjwa yote. Hakuna hiyo, Mungu hajaumba. Kwa hiyo kwanza umpate mtaalamu wakati anakutibu na kukuondoshea tatizo, aweze kuangalia, je, dawa aliyokupa imewafikiana na tatizo lako, na Mungu ametia hidaya ya kuondoa tatizo. Hapa ndipo inapotajika huduma, hapa ndio inapotajika taaluma kwa mtu mwenye taaluma katika kukutibu. Haya, tunakwenda tutapokea simu 3 na kisha tutasoma meseji kama 3. Tutakwenda namna hiyo, tutasoma meseji, tutapokea simu. Simu ya kupiga ni 0710800400. Moja kwa moja tuko hewani sasa hivi, piga simu yako ili tupate. Hata juzi kuna bwana mmoja alitoa na maelezo kwenye online yetu, baada ya kutumia Hasad Gadi alikuwa hana kitu akamiliki mpaka utajiri wa 300,000, na leo alikuja japo anasema alipata mtihani kidogo akauguza akapunguza pesa, lakini anaendelea kutumia. Yes, kwa kimsingi lakini kimsingi ni kwamba Hasad Gadi kwa ngazi yake ina msaada mkubwa, na watu wengi wamefaidika na Hasad Gadi, hasa katika ile primary stage. Watu ambao wako katika vifungo vya primary stage, hatua ya awali, mikosi, nuksi, vifungo vidogo vidogo hivi ambavyo sio strong sana, watu ambao wanasumbuliwa na majini wachafu, vifungo vidogo vidogo, giza hili la watu kukuangalia hasadi, kukitazama ya kijicho. Wallahi laadhim, Mungu akipenda, Hasad Gadi ikitumika vizuri, kuoga kwa siku 7 mpaka 14, ilo tatizo utakuta limeondoka kabisa na mwili utabaki salama salmini. Kwa hiyo Hasad Gadi ni moja kati ya dawa ya aina yake, na sisi hasa tumeitengeneza Hasad Gadi kuwasaidia watu wenye kipato cha chini kuanza kujitibia wenyewe. Ni kama first wanasema ile tiba ya awali, first aid, namna mtu anaweza kujihudumia katika hatua ya awali, kupata ile primary treatment, huduma ya awali ya msingi ambayo mtu anaweza kujitatulia mwenyewe matatizo kwa kiasi chake ili kuondoa baadhi ya vitu vinavyosumbua. Kwa hiyo Hasad Gadi imefanya matatizo makubwa, lakini kubwa tuwakumbushe watu, Hasad Gadi ndio udi pekee duniani ukiutumia kuulalia unakuonesha una tatizo gani live kabisa. Duniani hakuna udi mwingine wenye uwezo wa kukuonesha tatizo lako live isipokuwa Hasad Gadi. Kwa hiyo ndugu zetu, kama watautumia Hasad Gadi kutaka kujua shida zao, hawana haja ya kwenda kupiga lamri. Unatambua tu kupitia Hasad Gadi nini hasa kinachokusumbua, nani anakusumbua, ukubwa wa tatizo na kadhalika. Sawa. Hasad Gadi inaweza kufanya hayo yote kwa wale wanaohitaji Hasad Gadi. Kuna hili la Kenya, watu wanauliza Kenya Hasad Gadi wanapata wapi? Kwa kweli kwa sasa hatuna wakala, isipokuwa leo nimepokea maombi 5 wiki hii na leo nimepokea ombi moja 4 yako Mombasa, 3 yako Mombasa na 1 liko Nairobi. Wanaomba tuwe na wakala Nairobi. Kwa hiyo niwahakikishie tu wasikilizaji na watazamaji wetu, biidhnillahi karim, haitafika tarehe 15 tutakuwa tayari tuna wakala Nairobi, tutakuwa tayari tuna wakala Mombasa kwa maana ya Kenya. Kabla ya tarehe 10 mwezi huu, na wahakikishia katika vipindi vyetu hivi nitamtangaza rasmi wakala wetu Kenya, na namba zake za simu nitaziweka ili wale watu wetu wa Kenya wawe wapata Hasad Gadi original, kwa sababu najua watu wengi wanauziwa feki, wanauziwa mafuta ambayo mimi hata sijayatoa, wanauziwa si chumvi ya Hasad Gadi hata sijaitoa. Yani zile idea zangu kabla nimezisema tu, watu wamezifanyia kazi, lakini kimsingi hivyo vyetu wanavyosema sabuni, si mafuta, sijui chumvi, dawa ya Hasad Gadi binafsi sijaitoa. Hasad Gadi yenyewe ya kuoga tumeitoa hapa, imeleta matokeo makubwa kwa watu. Ni Kongo peke yake ndio tumeitoa. Utaona ni kwa kiasi gani watu wanajaribu kutengeneza, yani wananitangulia kutafuta hela ya kula wakati hawana taaluma na hicho tulichokiandaa. Kwa niseme tu wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, katika kipindi kifupi kijacho tutawaletea dawa zote au mifumo yote ya Hasad Gadi original, na nitawapatia na nitawatajia
ya mawakala. Nje ya mawakala hao vitu hivyo vitakuwa umepata feki, na visipoleta matokeo usitulaumu. Naam. Sawa. Haya, wewe ambaye ulikuwa unaulizia Kenya, majibu yake ni hayo. Kwa wale ambao mko Kenya, mko miji ya jirani na Dar es Salaam, Asad Gadi ndio kituo pekee inatoa. Kwa hapa Kongo ni hapa Lubumbashi, Lebata ndio unatoka udi wa Asad Gadi, lakini Dar es Salaam piga namba 0710 utapata udi wa Asad Gadi. Popote ulipo unaweza kuletewa na ukapata mzigo wako vizuri sana. Watu wa Dar es Salaam tunashauri waende pale kituoni pale Sharif Shamba nyumba namba 3, mtaa wa Sharif Shamba, Ilala Bungoni, mtaa wa Sharif Shamba nyumba namba 3, utapata udi wako wa Asad Gadi vizuri kabisa, na utaenda kuondoa mambo yako yote uliyokuwa nayo. Kwa wewe ambaye uko katika mji wa Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesi, miji yote hiyo inayozunguka mji wa Fungurume, Fungurume jina ya Kongo kidogo nataka uwe na maji. Sioni haya maji tunaweka hapa hizi glasi wakati mwingine ni kwa ajili ya maana ile Fungurume, ile Fungurume zamani nilikuwa nasikia ungurumisha. Leo kuna dada kaja akanitajia jina limekaa awamu 3, nikamwambia hivi kanitafutie maji kwanza ndio nilitamka. Jina lake hatari. Wana majina magumu sana. Wenzetu wamebarikiwa majina yao magumu alafu yanakuwa ni marefu. Hatari sana. Kwa hiyo watu mliopo Lubumbashi hapa, namba ya kupiga ni 0984 0984645690. Wewe ambaye uko Kenya unauliza udi wa Asad Gadi kiasi gani? Muda shilingi 1000. Shilingi 1000 ya Kenya. Shilingi 1000. Shanaelewa? Shilingi 1000. Kwa hiyo hizo ndio namba kwa wale ambao mko katika mji wa Lubumbashi. Dr. Shule anapatikana pale Bata kila siku kasoro siku ya Ijumaa pekee ndio siku ambayo imesimama haina kazi, ila kwa wale walioteuliwa tu, kuna watu maalumu wanaambiwa waje Ijumaa kwa ajili ya shughuli zao zinawafikiana na siku ya Ijumaa. Lakini kuanzia Jumamosi mpaka Alhamisi Dr. Shule anapatikana kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 ya jioni, anafanya huduma katika eneo hili la Lebata, jirani kabisa na Ikoma Lodge. Utapata huduma ya kutosha kabisa, watu wanamiminika, wanafaidika, wanaokuja kuchukua Asad Gadi wanapata, wanaokuja kumuona kwa kutaka ushauri, kupata mawaidha, kupata maelekezo nini wafanye katika maisha yao ili wafanikiwe, wanapata mwongozo huo, na alhamdulillah watu wanafanikiwa. Na ndio maana kila siku ukija watu wanapatikana, wanakuja hapa kwa ajili ya kumuona. Inshallah baada ya kusema haya nimuombe Dr. Sule atufungie kipindi chetu, lakini kabla nawaahidi tena kama Allah atatuwafikisha na mambo yetu yataenda vizuri, tutaonana tena kesho hapa. Muda wetu ni ule ule saa 2 ya Kongo, lakini saa 3 ya Tanzania tutakutana hapa, ambayo saa 3 hiyo hiyo ndio ya Kenya. Tutakutana hapa, kipindi chetu tunaendelea na ndoto, bado hatujabadilisha. Dr. Sule, funga kipindi kwa chochote kile unachotaka kuambia watu wa Kongo na wanajamii wa Islam wote ambao wanatutazama. Karibu. Labda niombe tu nimruhusu huyu mtu mmoja wa simu ambaye naona amepiga sana na mimi namuonea huruma. Ndugu yangu hewani, hello. Assalamu alaikum. Wa salama, mahali yako? Salama. Upo nasi katika kipindi cha tafsiri za ndoto au na jambo lako private? Ndiyo. Tafsiri za ndoto. Naam? Tafsiri za ndoto. Ndio. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Mpenzi mtazamaji wa Isla TV, nitumie tu fursa hii kwanza kukushukuru kwa kuweza kushirikiana nasi katika kipindi hiki cha tafsiri za ndoto, na tutaendelea kuwepo hapa kila wakati umeme utakapokuwa unapatikana. Wapenzi wetu, nataka tu niwaambie tuna shida kidogo ya umeme Kongo. Kongo kuna shida ya umeme. Umeme tunapata wa mgao, na nyumbani kwetu bado hatujaweka sola. Inshallah panapo majaliwa mpaka kufikia siku ya Jumatatu tutakuwa tuna sola, kwa tutakuwa tuna uhakika wa umeme kwa masaa 24 siku 7 za wiki. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu tunatarajia kila siku tutakapokuwa na nafasi tutakuwa na kipindi hapa cha live ili watu muweze kufaidika biidhnillahi karim, na tutakuwa tukiwakaribisha wageni mbalimbali ambao tunaona tunaweza kuwa nao hapa ili kuweza kutoa fawaida za namna mbalimbali katika maisha yako. Jambo jingine ambalo ni muhimu kila mmoja anaweza
kulijua ni kwamba panapo uhai na majaliwa ya Mwenyezi Mungu insha Allah Taala, huduma kila siku zinapatikana hapa kuanzia majira ya saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni, na kubwa zaidi watu wengi sasa wamejua faida ya pete. Tumekuwa tukipata maombi mengi ya watu wa faida ya pete, na niwaambie tu, sio pete tu, kuna vitu vingi vinaweza kufungua. Watu wengi wanafikiria pete peke yake, kuna vitu vingi vinaweza kufungua. Kuna njia nyingi za kuvuta mafanikio yako. Ukija tutakupa, ili mradi tu njia hizi haziendi kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu, yani hatumuasi Mwenyezi Mungu, lakini njoo tutakupa mwongozo kulingana na ulivyo unahitaji nini. Jambo jingine nilojifunza katika nchi ya Kongo, watu wengi wamesibiwa na majini wachafu na mizimu. Majini wabaya na mizimu na uchawi ni moja ya vitu vinawasumbua watu wengi sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaalika watu wote wa Kongo ambao mnaweza kutufikia hapa Lubumbashi katika maeneo ya Lebata iliyopo katika mji wa Lubumbashi. Niko hapa naendelea kutoa huduma kila siku ya Mungu isipokuwa siku ya Ijumaa tunakuwa hatupo kazini, lakini siku zilizobaki kuanzia Jumamosi hadi Alhamisi tunapatikana hapa kuanzia saa 2 asubuhi hadi majira ya saa 11 za jioni kwa saa za hapa Afrika ya Kati biidhnillah. Lakini jingine ambalo ni muhimu sana ningependa kukueleza wewe ndugu yangu, tunapotoa tafsiri za ndoto na kuzungumzia ndoto nzuri au mbaya, lengo letu ni kukusaidia. Usipuuze ndoto, kwa sababu ndio mwongozo wa maisha yako. Kwa ndoto unaweza kuangamia, kwa ndoto unaweza kupotea, kwa ndoto unaweza kufanikiwa. Lakini hayo yote ili yawe, unahitajika wewe kama wewe kuchukua jitihada stahiki kwa mtu anayestahiki ili kukusaidia huduma stahiki ili kupata kile unachostahiki, ima kwa kunusuriwa au kwa kupata mwongozo na mafanikio katika yale ambayo unayakusudia. Tunapatikana hapa Lebata, lakini kubwa wale wanaotaka kuwasiliana nami moja kwa moja, kwa maana wanataka kunitumia ujumbe au kunieleza mambo ya private ya kwao, labda wewe mfanyabiashara ama mchimbaji wa madini unataka msaada wangu kufanikisha mambo yako, naomba tu nikwambie namba yangu ya simu ya kunitumia ujumbe ama kunipigia. Na unaponipigia mchana ukiona sijapokea, usilaumu, acha voice, nitaisikiliza na nitakujibu. Ukiona umenipigia mchana kwa namba zangu hizi sijapokea, acha voice. Na hata usiku, kwa mfano sasa hivi niko kwenye kipindi hapa, sio rahisi tena kuwa napokea simu huku nafanya kipindi. Maana yake pia wengi wanaonitafuta muda huu wanaweza wasinipate. Unachotakiwa kukifanya ni kuacha voice. Una record voice note kunionyesha kuwa unanihitaji na unataka kukutana na mimi. Utajieleza unaitwa nani, uko wapi, wacha hiyo voice note, mimi nitakupigia. Ama ikibidi sana, tuma message WhatsApp kwamba Dr. Sule nipigie, mimi na shida na wewe, nitakupigia kwa WhatsApp na tunaweza tukazungumza. Kwa wale waliopo Tanzania wengi sana na waliopo Kenya na nchi zingine ambao wananitafuta kwa simu ya direct, wengi wananikosa. Wanadhani kwamba sitaki kupokea simu au nimezizima. Hapana, niko nje ya Tanzania na hii inanifanya nikitaka hapa unipigie ili tuongee, pesa nitakayokatwa mimi ni nyingi kuliko utakayokatwa wewe. Ndio maana nimesitisha huduma ya simu kwa kupokea direct, isipokuwa ukituma message, nikiona kuna ulazima wa kutafuta kwa namna ulivyonitafuta, basi nitaibadilisha namba yako kuipeleka WhatsApp call, kisha nitakujulisha ili tuzungumze nawe. Lakini kimsingi namba yangu ya kuwasiliana nami ni hii 0748 800-400. Namba yangu ya mkononi hii, ukipiga unanipigia moja kwa moja, na ukituma ujumbe ni moja kwa moja. Na vizuri, ukitaka kuconfirm kama kweli una issue serious, kabla ya chochote, omba tuzungumze kwa video call. Namba yangu ni alama ya kujumlisha 255 748 800 400, alama ya kujumlisha 255 748
800 400. Hiyo ndio namba yangu ya mkononi ya moja kwa moja. Hata hii 0710 800 400 pia ni namba yangu ya mkononi. Wasiliana nami kwa namba hizo. Kwa wale ambao mnataka mawasiliano ya moja kwa moja kwa watu tu wa Lubumbashi, kwa WhatsApp call, hasa special kwa watu wa Kongo, ni alama ya kujumlisha 254 715 2860 76. Tairudia namba. Kwa wale wako Kongo nataka kuiwasiliana na mimi kwa WhatsApp yangu, kwa wale waliopo Kongo utatumia namba ya Kenya ambayo ni Safaricom, inaanza na alama ya kujumlisha 254, alafu utaweka 715, alafu ni 28 6076, alama ya kujumlisha 254 715 28 6076. Hizo namba zote zina WhatsApp na ukipigia tunaweza tukawasiliana. Niwashukuru sana. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Natumai kesho tutakuwa pamoja, kama umeme utajaliwa na Mwenyezi Mungu, umeme utakuwepo, basi tutakuwa tena live hapa, na kama haitakuwa hivyo tunatarajia kuwa nawe Jumatatu hapa live katika kipindi cha tafsiri za ndoto. Bado tuna ndoto nyingi zinahitaji kutafsiriwa. Shukran.